kuhakikisha kwamba mradi huu kupitia mjenzi unakamilika kwa muda uliopangwa, huu ambao baada ya kufanya extension ya muda. Mimi nakuwa sio muumini sana wa kupenda hizi extension, kwa sababu najua tunapokupa mradi unasaini mkataba ukiamini kwamba unaweza kufanya kwa kipindi tulichokubaliana. Sasa sababu nyingine kidogo zinanipa shida, na wale mnaotetea mimi huwa nazunguka kwenye miradi mingi. Kwa hiyo nadhani mnyamaze ili muache, mtupe nafasi tutoe maelekezo. Kwa hiyo mshauri elekezi, kwanza naelekeza zile certificate za mkandarasi. Nimeambiwa amelipwa 40%. Ukiangalia status ya kazi na malipo hayaendani. Na ameniambia ameleta certificate wiki iliyopita. Bahati njema ilikuwa wiki hii, lakini wiki hii ndio tunaanza leo. Kwa hiyo nikajua sio kweli. Kwa hiyo ikachupia wiki iliyopita. Ziwasilishwe kwenye mamlaka zinazohusika na wizara, mziwasilishe hazina kwa ajili ya utekelezaji wa mambo mengine. Saa nyingine tunapata changamoto, mkandarasi anasema nyinyi mnanidai kazi lakini hamnilipi. Lakini kumbe shida inakuwa kuna uzembe hapa katikati. Nisingependa kufelisha mradi wowote ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza kwa uzembe wa mtendaji yoyote, awe mkandarasi, awe mshauri elekezi, awe iwe wizara. Kwa hiyo la kwanza nitoe maelekezo hayo, tuhakikishe kwamba zile certificate haki zao ambazo wanastahiki ziletwe serikalini kwa ajili ya muendelezo wa malipo yanayostahiki. Lakini la pili, hii extension ambayo tumempa mkandarasi ajue kwamba hii hatutaongeza tena hata siku moja. Na sina hakika hapa kama mkurugenzi wa ZBA yuko hapa, hayupo, lakini nitamuelekeza afuatilie pamoja na mshauri elekezi aliyepo. Kama mkandarasi atazidisha tena siku yoyote kuanzia hiyo extension aliyopewa, kuanzia siku hiyo mpaka siku atakazomaliza, tutamchaji kwa mujibu wa gharama ya mkataba wake kisheria. Haitawezekana kwamba sisi kazi yetu ni kuongeza muda tu. Wamalize mapema kabla ya muda, itakuwa vizuri. Tukitoa hizi kazi kuna competition kubwa sana. Na wengine tu wanalalamika mpaka wanafika mbali. Lakini tukikupa kazi, maana yake ufanye kazi kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo hili naomba wizara mlichukue tena kwa seriousness yake, ili tuone tunakwenda kulikamilisha. Madhumuni yangu ni kwamba vijana hawa ambao wanasumbuka leo wapate dakhalia, wakae kwenye dakhalia, wapate kusoma kama ambavyo tumeelekeza. La mwisho, majengo haya mnaona huko tulikoelekea. Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba majengo haya yafanyiwe ukarabati unaostahili. Mnaona juu kule? Naona kule sio hali ya majengo, sio makongwe. Haya majengo sio makongwe. Naangalia hali imeanza. Sasa ile haitafanyiwa mpaka lianguke lile. Sawa? Kwa hiyo angalieni, katibu mkuu uko hapa, simamieni huu taratibu. Hili jengo kwa hadhi yake na namna rais anavyojenga hayapaswi kuwa namna hii. Majengo machafu kabisa. Si mnaangalia hivi? Ile ndio hadhi ya jengo. Tuambiane kweli. Tusipoambiana hatutekeleza. Tumekuja hapa kwa ajili kuelekezana. Hizi ukarabati najua wakati huu ni wa mvua, lakini haya majengo yapendeze. Jengo tumekaa nalo mwaka mmoja, miaka miwili, ukija halifai. Kwa hiyo hatutaweza kufika huko tunakokusudia kama haya mambo mengine hatukuweza kuyazingatia.